maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu min haithu dalalati ala muradi Allah Ta'ala, kwa namna ya kuoneshea makusudio ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Maneno haya yashatokeza kule kwenye tafsiri kwenye taarifu mwanzo kule, kwa hivyo amejirudia tu hapa. Maudhui yake ni nini? Ni kalamu Allah Ta'ala. Ilmu tafsiri inazungumzia maneno ya Mwenyezi Mungu min haithu dalalatihi, kwa namna ya kuoneshea kwake ala muradi Allah Ta'ala, juu ya muradi wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Basi kwa hivyo wewe unazungumza maneno ya Mwenyezi Mungu kama anavyokusudia mwenyewe Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio elimu ya tafsiri. So unakwenda kuyatafsiri maneno ya Mwenyezi Mungu kama anavyokusudia mwenyewe Mwenyezi Mungu. Ndio maudhui yako hiyo kubwa unakwenda kuifanyia nini? Kuifanyia kazi kwenye tafsiri. Wa gharadhuhu, na lengo lake au madhumuni yake nini? Ni elimu hii ya tafsiri ina madhumuni gani? Ina lengo gani? Alihtidau, kuongozeka, bihidayati Allah Ta'ala, kwa uongofu wa Mwenyezi Mungu. Yani kupata muongozo wa Mwenyezi Mungu ndio lengo lake. Tunaisoma tafsiri ili tupate muongozo wa Mwenyezi Mungu, tuongoke kwa muongozo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuongoka kwa muongozo wa Mwenyezi Mungu. Watamassuki, na kushikamana bil urwati alwuthqa, na kamba isiyo katika. Tafsiri ya jumla, kamba isiyo katika, lakini asili ya urwa ni mkono wa mkoba. Hebu inua mkoba, hebu hapo inua mkoba wako, kamata huo mkono, nyanyua zaidi mkono, manake imara. Ukishakuwa ule unalega na mle mna kitu, unaweza ukafanyaje? Mkoba ukakatika ule ukaanguka. Lakini hiyo ni methali au ni maneno. Fakadisabu, manake kukambatana na kamba imara. Walwusulu ila saadati labadia, na kufika katika mafanikio ya milele. Walwusulu, na kufika ila saadati abadiyati, katika mafanikio ya nini? Ya milele, ambayo ni peponi. Ndio kwenye mafanikio ya milele. Kwa hivyo lengo unaisoma ile ili upate kushikamana vizuri na maneno ya Mwenyezi Mungu, uyafahamu, ushikamane vizuri na msimamo imara wa Kiislamu ili upate mafanikio ya milele kwenda peponi. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie katika hayo. Ndio mazungumzo. Wa fadailuhu, na fadhila zake au ubora wake, kathiratun, ni nyingi sana fadhila za ilmu tafsiri. Minha, ikiwemo aya anayataja ni hizi, ni baadhi tu ya faida, ziko nyingi sana. Hebu tutame alizotaja. Kwanza, takaffala Allahu Ta'ala binafsihi bibayani kalamihi sharif, amedhamini Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kubainisha maneno yake matukufu. Takaffala, kafil, kafala manake ni dhamana, sponsorship ndio kafala. Nchi nyingi za Kiarabu, hasa zile za Gulfu, ukiingia kama mgeni lazima uwe na mtu sponsor, anaitwa kafil. Inaweza kuwa kampuni yako inokupeleka pale, au mtu binafsi, au serikali, au chuo kile unachokwenda kusoma, ile inaitwa kafil. Kafala manake dhamana. Takaffala, amedhamini Taala Mwenyezi Mungu mtukufu binafsi yeye mwenyewe, bibayani, kubainisha kalamihi sharifi, maneno yake matukufu yeye mwenyewe. Qala Allah Ta'ala, kasema Mwenyezi mtukufu, thumma inna alaina bayana, kisha hakika ni juu yetu sisi kuibainisha hii Qur'an. Kwa hivyo kwanza yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anafanya kazi ya kuibainisha nini? Qur'an. Hiyo ni suratul Qiyama. Wallahu Ta'ala huwa al-mufassir al-awwal, basi Mwenyezi Mungu mtukufu yeye ndio mfasiri wa kwanza. Likalamihi al-qadimi, kwa maneno yake makongwe ya zamani. Wakafa bihi fadilatan, na imetosha kwa jambo hili ubora, kwamba Qur'ani inatosha kuwa ni bora, kuwa mwenyewe Mwenyezi Mungu pia ndo anayeitafsiri, basi imekuwa ni bora. Na elimu hii imekuwa bora sana kwa sababu yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu kwanza ndo anafanya kazi ya kuitafsiri. Ubora wa pili, ila tafsiri al-Qur'anul Karim, imefanywa kuitafsiri Qur'an tukufu, wadhifatan nabii, kwa ni kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadhifa ni kazi au jukumu, ndio neno wadhifa, jukumu au kazi. Ingawa kwa wale watu wa tasawuf neno wadhifa pia linabeba maana nyingine ni zile ratiba mtu zake za ibada maalum, zile za ziada zinaitwa wadhifa zile.
katika mambo ya tasawuf. Wadhifa, jukumu au kazi. An-nabii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuitafsiri Qur'ani pia ni kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, kasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yashkurun, yatafakkarun. Wa anzalna ilayka adh-dhikra, na tumeteremsha kwako kumbukumbu hii ya Qur'ani, litubayyana lin-nasi, ili wabainishe watu, ma nuzila ilayhim, kile kilichoteremshwa kwao, wa la'allahum yatafakkaruna, na huenda wao watatafakari. Suratul Nahl.